wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Asubuhi ya leo, Mungu ndiye mwenye majira na nyakati. Sisi wanadamu tunapaswa kuisha majira na nyakati. Ndio maana mahali pengine Biblia inamwita Yesu ni mzee wa siku. Hivyo ndugu yangu, hata sisi wanadamu tunaishi katika majira na nyakati za Mungu. Kama siku moja ulizaliwa, kuna siku moja utakufa. Hilo ni jambo la kufahamu, na kama ndivyo ilivyo, basi ni vizuri kujua hakuna mwanadamu mwenye majira yake isipokuwa Mungu ndiye anatupa majira. Na kama Mungu anatupa majira, ni vizuri kutembea chini ya majira ya Mungu. Ni vizuri kumfahamu Mungu ili uweze kuishi sawasawa na yale ambayo anataka. Maana ukiishi tofauti na maelekezo, ukiishi tofauti na majira ya Mungu, ni hakika utapata hasara. Mungu hapati hasara wewe kupotea kama utapata maelekezo. Na ndio maana yuko mchungaji mmoja nyimbo akasema, ukileta mchezo na Yesu ana watu wengi, wengine wanapanda milima, wengine wanashuka milima. Mungu hatembei na watu wenye kiburi. Anasema anawataka watu walio wanyenyekevu, wanyenyekevu wa moyo. Mungu ndio anawatafuta. Hivyo katika siku ya leo, katika mambo ya muhimu na mambo ya kuzingatia ni kuyajua majira na nyakati. Majira na nyakati ndio yanamuongoza mwanadamu, na kama ndivyo ilivyo, ni lazima utambue katika nyakati fulani kwenye maisha yako ulikuwa mtoto mdogo, lakini leo umekuwa mtu mzima. Lakini itakuja wakati mwingine utakuwa ni mzee, na mwingine utaondoka katika ulimwengu huu. Basi hayo ni majira ambayo Mungu ameweka juu ya nchi. Katika majira hayo, fahamu kuna wakati wa kupata na wakati wa kukosa. Kuna wakati wa kutupa na kuna wakati wa kukusanya yale uliyoyatupa. Hayo ni majira tu. Kuna wakati wa kurarua na kuna wakati wa kushona. Leo kama unalia, hautalia siku zote za maisha yako. Kuna wakati wa kucheka utakuja. Leo kama umekosa, sio kweli kwa utakuwa unakosa siku zote. Kuna wakati wa kupata. Je, wakati ulipopata kitu, wakati ulipopata mali, wakati ulipopata pesa, ulikuwa wakili mwaminifu kuzitumia sawasawa na mapenzi na majira ya Mungu? Kama ulikuwa sawasawa kutumia, basi utakuwa mtu mwenye akili. Na ndio maana maandiko matakatifu yanasema, iweni na akili, iweni na akili. Mungu alimpa mwanadamu akili ili azitumie kwa ajili ya kumsaidia. Hakumpa mwanadamu akili ili azitegemee. Nataka ujue hizo concept mbili au hizo sana mbili. Mungu alitoa akili kwa mtu ili aitumie kwa ajili ya kumsaidia kwenye mazingira yake. Na wala Mungu hakumpa mwanadamu akili ili aitegemee. Na ndio maana ukisoma Mithali sura ya 3 na mstari wa 5 anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mkiri yeye katika njia zako zote, naye atayanyoosha mapito yako. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii: Mungu anapenda sisi tumtegemee yeye, tumwamini yeye. Maana yeye ndio aliyetuumba, na mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa akiwa anategemea kitu, anategemea mahali. Ndio maana ukiona mtu kama hana muda na Mungu, kuna kitu anakitegemea. Wakati wa zamani, wakati hizi imani zijaingia, hatujahubiriwa, hawajaja wamishonari, tulikuwa tuna mababu zetu wanaamini kwenye miti mikubwa, kwenye mapango. Kwa hiyo kuonyesha mwanadamu ametengenezewa ni lazima aamini kitu fulani, na hivyo ndivyo ilivyo. Basi kama ndivyo ilivyo, tambua ya kwamba Mungu apendi utegemee akili zako mwenyewe. Na ukiwa na akili sawasawa, utajua kwamba kama siku moja nilizaliwa, kuna siku moja nitakufa. Sasa majira ya mwanadamu yamegawanywa kwenye vipindi mbalimbali, na vipindi vya majira ya mwanadamu vinategemea utii na unyenyekevu ili uweze kutembea sawasawa na makusudi na mapenzi ya Mungu. Na vipindi vya majira ya mwanadamu vimekuwa katika mgawanyiko kama anavyoongelea kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Anasema kila jambo na majira yake.
Kila jambo na majira yake na kila kusudi tunajua. Mfano, leo kuna majira ya mvua katika mkoa wa Dar es Salaam, inaonyesha mvua ni majira ya mvua. Kwa wenye hekima na wanaojua majira walishaweka mbegu chini ardhini ili kuhakikisha mvua inapokuwa imekoma na kuisha, unaona kuwa wameivisha vitu fulani. Kwa hiyo kuyajua majira na nyakati ni akili. Akili Mungu alitupa tuzitumie kwa manufaa ili tuweze kuwa watu ambao wanafurahia hayo maisha kila siku. Kwa hiyo ndio maana ya kutumia akili katika majira na nyakati tulionayo. Basi kama ndivyo ilivyo, jitambua ya kwamba haya majira na nyakati tunayoishi leo pia ni majira na nyakati za mwisho. Na majira na nyakati za mwisho, miongoni mwa mambo yanayoonyesha haya ni majira na nyakati za mwisho, ni dalili na ishara ya mambo yanayotokea. Dalili na ishara. Basi nataka nikujulisha jambo moja, miongoni mwa dalili na ishara ambayo inaonyesha sisi tunaishi katika majira ya nyakati za mwisho ni jinsi mambo yanavyoenenda, ni jinsi tunavyosikia matukio yanayotokea juu ya uso wa nchi. Ni matukio ya hatari, ni matukio ya kutisha. Taifa linatoka kwenda kupiga taifa. Tunasikia kwamba wazazi wenyewe waliozaa watoto wanawatoa vitoweo kafara, mke na mume, mke anamtoa mume kafara, mke anamtoa mume wake kafara, huku unaweza kuona anatoa watoto kafara. Kwa nini? Ni majira ya nyakati ya mwisho, na haya majira na nyakati za mwisho ni majira ya hatari. Hivyo Mungu ametupa akili ili tujue kuchanganua, kwa sababu haya majira yako hivyo. Inapaswa nimwambatane na Mungu, inapaswa nimpende Mungu, inapaswa nimuishie Mungu, inapaswa nijiunganishe na Mungu, nisitembee peke yangu. Kama utakuwa na akili kama alivyokuwa Henoko, yule mtu aliyeondolewa na Mungu katikati ya wanadamu wala kupata mauti, anaitwa Henoko. Huyu Henoko alikuwa amempendeza Mungu, akamlingana Mungu, akayajua kuyasoma majira na nyakati alizonazo. Alipoyajua majira na nyakati zake, Mungu akaona si sawa Henoko afe kama anavyokufa wanadamu wengine, akamtoa Henoko kutoka katikati ya wanadamu. Nataka kusema Mungu anapendezwa na mtu anayejua majira na nyakati, kwa maana ya kujua kwamba wakati na majira haya ni ya kutembea kwa imani, ya kutembea kwa kuamini elimu ulionayo, sio kwa kutembea kwa kuamini nafasi ulionayo, sio kwa kutembea kwa kuamini ukoo ulionao, sio kwa kutembea kwa kuamini kabila ulionalo. Ni wakati wa kutembea katika imani ya kweli inayomjua Mungu wa kweli.